Yes, mtazamaji wa Uondo TV. Hii ni Uondo Michezoni. Karibu uweze kujipatia taarifa mbalimbali za kimichezo na matukio mbalimbali ya kimichezo. Stori kubwa namna ambavyo inazungumza kwa kiasi kubwa kwenye vijiwe vya kahawa, lakini kwenye mitandao ya kijamii. Ni stori ambayo inahusu mchezo wa final round ya kwanza ambavyo Simba Sports Club kutokea Dar es Salaam Tanzania ambao walikuwa wanakaribishwa na RS Berkane, mchezo wa round ya kwanza katika hatua ya finali ambao ulipigwa nchini Morocco. Lakini baada ya mchezo kutamatika kwa klabu ya Simba kuweza kufungwa magoli 2-0 dhidi ya RS Berkane kupitia kwa naibu waziri wa habari, utamaduni sana na michezo ambaye ni Hamisi Mwinjuma, ameweza kuzungumza kwa kiasi kubwa namna ambavyo amezungumzia maandalizi ya mchezo wa pili, mchezo wa final round ya pili ambao utapigwa tarehe 25 mwezi wa 5 2025 katika dimba la Estadio Benjamin William Mkapa au New Amani Complex Zanzibar, moja kati ya kiwanja ambacho kitatumiwa na Simba Sports Club kuelekea kwenye mchezo. Sasa tukasikilize kile kitu ambacho amekizungumza naibu waziri wa habari, utamaduni sana na michezo Hamisi Mwinjuma, alafu baadaye tutarejea kuweza kuchambua kauli yake namna ambavyo amezungumza. Baada ya matokeo ya mechi hii wa Morocco, kwa sababu anajua kitakachowapata watakapokuja. Ahmed Ali anasema hizi bao mbili watazitapika. Na kimsingi ni kwamba tumefungwa goli mbili katika uwanja ambao alikuja Constantine hapa akachukua 4, akaja Stellenbosch akachukua 5. Kwa hivyo sisi hatakuwa vibaya sana, na hata ukiangalia mchezo wenyewe hata magoli tuliofungwa ni magoli ya makosa ya kibinadamu, ambayo mpira ni makosa, ni sehemu ya mchezo. Kwa hivyo mimi naamini tutajipata kwenye mchezo wa marudiano, na ndio maana wa Morocco hawana furaha. Kwa hiyo acha tuone. Bahati nzuri miaka hii ya karibuni finali zimekuwa 2, kwa hiyo hii ni nusu ya finali. Tukienda kurudia na tukiwa na home advantage, naamini tutafanya vizuri. Hili kombe bado linachukulika. Naona mimi nitaanzisha vikao na viongozi wa Simba kwenye ndege tu leo. Tukifika kwenye ndege tunaanza vikao vya namna ya kushinda game ile, na sisi tutatoa ushirikiano. Ndio maagizo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sisi aliyotukasimia mamlaka kumsaidia kwenye sekta hizi za habari, utamaduni, sanaa na michezo. Tutatoa ushirikiano wa 100%, na sisi tunataka kuandika historia. Sisi tunapenda sifa, na sifa nzuri kama hizi hatuwezi kuziachia. Kwa hiyo tutafanya kila ambalo mtazamaji wa Uondo TV. Hiyo ni kauli nzito ambayo amezungumza Hamisi Mwinjuma aka Mwana FA, naibu waziri wa habari, utamaduni sana na michezo, na hii ni hamasa kubwa ambayo ameweza kuifanya kwa kiasi kubwa, kwa sababu amezungumza vitu vingi kwa kiasi kubwa ambao vina make sense. Unaweza ukasupport kile kitu ambacho amekizungumza. Of course tunafahamu kwamba Simba mchezo wa kwanza wamepoteza goli 2-0 dhidi ya RS Berkane, lakini bado wanaona kwamba Simba ina matumaini makubwa kuelekea kwenye mchezo wa round ya pili, finali ya pili. Bado wanaona kwamba kuna moments ambazo Simba inaweza ikazifanya kwa kiasi kubwa na kuweza maybe wachezaji ambao tumekuwa tunasema kwamba ni potentiality players ambao wana uwezo mkubwa, wana asilimia kubwa kuweza kupata point 3, lakini pia magoli 3 au ikiwezekana magoli 2, kwa sababu namna ambao amezungumza Hamisi Mwinjuma, zipo timu ambazo tayari zilishawahi kuja katika dimba la Estadio Benjamin Mkapa zimeacha point, maybe ni Stellenbosch, timu kama National Al Ahly, timu kama Arimasi na timu nyingi ambazo zimeonekana kuja katika dimba la Mkapa. Simba imeonekana kuwa superb. Kwa hiyo nafikiri matarajio ya Simba ni kuweza kuona Simba anachukua ubingwa wa kombe la shirikisho, kwa sababu namna ambavyo tunafahamu RS Berkane tayari wameshachukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika ambao tunasema kwamba ni CAF Confederation League Cup. Kwa hiyo mtihani mkubwa umebaki kwa klabu ya Simba Sports kuweza kujiuliza maswali mengi kwamba kitu gani ambacho inabidi wakifanye kwa kiasi kubwa waweze kuisaidia timu kuweza kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini matarajio ni makubwa, hamasa pia kitu ambacho tumekuwa tunakizungumza kwamba ni moja kati ya factor ambayo inaweza ikaisaidia klabu ya Simba kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini to be honest, ni mchezo ambao bado naiona nafasi ya Simba kuweza kupata ushindi na kuweza kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, japokuwa sio mchezo ambao utakuwa mwepesi ukijaribu kulinganisha na timu ya RS Berkane, sio timu ya kawaida. Yes, mtazamaji wa Uondo TV, kikubwa ambacho na kushauri usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo. Mimi naitwa Aidan Jeremia.